Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari wa saa moja kamili kwa pasha habari zetu za asubuhi ya leo. Kumbuka leo ni tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kama unishabiki wa Media Bukavu TV na Goma TV, endelea kusubscribe katika Media Bukavu TV na usubscribe katika Media Goma TV. Kila mara utakuwa unanisikiliza kupitia vipindi vyetu vya kila mara. Katika habari zetu za leo tuna mengi ya kutangazia katika yote yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri. Kwa sasa habari zetu za leo asubuhi ya leo natangazia kila watu wanaenda kanisani, na watakia weekend njema, na watakia dimanche njema, na watakia Sunday njema kwa kila mtu anavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV ama kupitia Goma TV. Kwa sasa katika habari zetu za asubuhi ya leo, mashabiki zangu kutokea katika uwanja ama katika eneo zote za tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tunaendelea kuwakaribisha na salimia kutokea katika eneo ya Lubumbashi, Manyema, Kindu na kutoka katika sehemu zingine tofauti, na mashabiki zingine kutokea mara moja katika ulayani Walikale, Minembwe, kutokea upande wa Sud Kivu na Nord Kivu, na kutoka ndani ya kapitale Kinshasa mara moja. Mashabiki wengine kutokea katika upande ulayani huko Amerika, Canada, Australia na kutokea Ufaransa mara moja, Norvege na katika England. Kila yote wanavyonisikiliza kutokea ndani ya Afrika nzima, mashabiki kutokea katika sekta tofauti wanaotusikiliza kupitia Media Bukavu TV na ndani ya Media Goma TV. Leo tunakuja kuwatangazia yote yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tangu jana tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Habari zinazopatikana katika eneo ya mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni katika sehemu tofauti. Kaliko habari zetu kwa sasa tutakuja kufungua mara moja. Kabla nianze habari zetu nakuuliza, tayari umesha kusubscribe ndani ya Media Bukavu TV na umesha kusubscribe ndani ya Media Goma TV? Na kama tayari wewe ni shabiki mzuri ama ni shabiki wa Media Bukavu TV, na kukaribisha zaidi na subscribe Goma TV. Mara moja nakuja kuwapeleka katika uwanja mapambano katika upande wa Nord Kivu. Kwa sasa Nord Kivu, kwa sasa mapigano yameendelea kuzuka zaidi tangu jana tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Ambano aliendelea kuonekana katika vijiji tofauti ndani ulayani huko Masisi. Ndakuja kuwapeleka eneo inaitwa Kibabe, ndani ya sante ya Kibabi, ndani ulayani ya Kasenyi, ndani ya sete inaitwa Bibatama. Mapambano kati la jeshi la FARDC na jeshi la waasi M23 katika ulayani Masisi. Mashambulizi haya yalianza vipi? Kwa sasa niliwaeleza. Kwa sasa mapambano yanaendelea kuonekana katika upande tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Haya mapambano ilikuwa ni upande jana muda wa saa 11 jioni. Hatua wanajeshi wa M23 na wanajeshi wa Wazalendo walianza kuvamiana. Kumbuka eneo ya Kibabi inadhibitishiwa wanajeshi wa Wazalendo. Katika seta hili katika ulayani mara moja katika eneo ya Kasenyi na eneo inaitwa Bibatama ni katika seta kuna jeshi la Wazalendo na FARDC. Lakini katika seta lingine lao kumbuka katika eneo hizo mapambano yanaendelea kuzuka kwa sasa. Wanajeshi wa Wazalendo wameendelea kuvamia ngome za waasi za M23. Lakini katika habari zetu mara moja zinaonyesha kama tayari katika eneo inaitwa ndani ya Kibabi Premier, ndani ya groupement ya Kibabi Premier, kwa sasa mapambano inaendelea kuzuka zaidi katika ndani ya neo tofauti. Lakini katika mashambulizi haya yaliendelea katika vijiji hivyo, ndakuja kuambia kwa sababu gani haya mapambano yanaendelea kuwaka katika sekta hili. Lakini raia population kutokea eneo hizo za Kasenyi, eneo ya Bibatama, wote wamekimbia katika eneo ya usalama. Kuhusu mabombe na masasi iliendelea kuonekana katika vijiji ifuatazo huko. Mara moja ndakuja kuwapeleka mara moja katika eneo ya Walikale katika sehemu inaitwa Bukununu. Eneo ya Bukununu na katika eneo inaitwa Kipesi kulionekana hewa mbaya zaidi kupitia jeshi la Wazalendo wanayomiliki katika vijiji hivyo. Lakini katika maneno haya ilionekana kama kulikuwa wameingia katika vijiji tofauti kuendelea kufanya mambo ya uvamizi. Lakini mara moja jeshi la FARDC walikuwa katika sekta hili wazuia vikosi hawa kwa sasa, kwa sababu watu wengine walikuwa wanazungumzia ni wanajeshi wa Wazalendo kwa sababu walikuwa nakuja wamejifunga. Lakini wengine wanasema tayari, kumbuka hizi ni eneo zimethibitishwa na wanajeshi wa FARDC pamoja na jeshi la Wazalendo. Lakini katika mavamizi haya yanaendelea kuonekana katika sekta tofauti ndani ya upande wa Nord Kivu. Inaonekana kama tayari mambo yanaendelea kubadilika katika sekta hilo. Ndakuja kuwapasha habari zingine kutokea ndani ulayani Minembwe kwa sasa gisi mnavyovitazama moja kwa moja hapo ndani mara moja. Hatua wanajeshi wa waasi wa M23 hatua walithibitisha Minembwe tangu tarehe 19
tangu tarehe 19 waliingia mji wa Minembwe ndani ya Centreville ya Minembwe. Mara moja jinsi mnavyoviona kwenye screen ya hapo, mara moja raia population ya Minembwe mara moja walikaribisha raia wanajeshi wa Twirwaneho hawa katika ndani na wakatandika vitenge jinsi mnavyovitazama hapo kwenye screen ya television yenu hapo. Mara moja mnaangalia gisi walikuwa kishangilia kwa kweli mpaka wakaingia katika ndani ya Centre ya Minembwe jinsi mnavyoviona. Walikuwa kabisa watu wanajeshi wanacheza na raia population, yani wanasema kabisa kama kukomboa yao ya Minembwe ni muhimu zaidi katika sekta hili. Lakini kupitia mapigano alikuwa jana tarehe 20, hakuna mtuto wa risasi ulilia katika upande wa Ulaya wa Minembwe, lakini mapigano yalikuwa mzito zaidi tarehe 19 mpaka wanajeshi wa M23 na jeshi la FRDC kuna vijiji kwa sasa walizibitisha katika kijiji, na kumbuka kijiji cha Bidegu, Kiziba na eneo inaitwa eneo ya Runamavi na sehemu inaitwa Ilundu. Kwa sasa eneo wanajeshi na Kitavi na eneo ya Madegu, wanajeshi wa M23 na Twirwaneho na Ngumino na El Tabara walipata nafasi la kuchukua eneo inaitwa Runamavi na sehemu inaitwa Ilundu. Hizo ni eneo tayari kwa sasa Twirwaneho wanadhibitisha katika wilayani Minembwe na katika vijiji tofauti, lakini katika uchambuzi mtakuja kuyapata kupitia media Goma TV. Kwa sasa hili hapo ndio tunachambua Goma TV, hayo ni kuchambua habari moja kwa moja. Mapigano kisa liendelea kusonga mara kwa moja katika sehemu ya Ruchuru, katika eneo inayoitwa Mambo na katika eneo inaitwa Bwito. Mapigano yamezuka mpaka leo asubuhi ya leo, mapigano yanaendelea kuzuka katika sekta hili kupitia wanajeshi wa M23 na wanajeshi wa FRDC na jeshi la Wazalendo. Na katika habari zetu mara moja, wanajeshi wa Wazalendo wanaendelea kurushiana moja kwa moja na jeshi la wahasi kupitia eneo tofauti katika eneo tofauti. Eneo ya Ruchuru katika ndani ya kijiji cha Biruma, eneo ya kijiji cha Biruma ndani ya eneo ya Biruma kilomita 15 kuelekea ndani ya eneo ya Kichanga na katika barabara ya kuelekea mji wa Goma. Kulionekana mashambulizi kati ya upande la jeshi la wanajeshi. Kuna wanajeshi walivamia raia population, walikuwa wakitembea katika sekta hili, wavamizi mpaka wakapiga mama mmoja risasi na kijana mmoja akapigwa risasi katika sehemu, wakapoteza maisha na watu wengine wakapeleka katika msituni katika porini. Kwa sasa katika habari hizi zinavyotokea katika wilayani huko, mtakuja kuchambua moja kwa moja kupitia ndani ya media Goma TV. Kwa sasa hao ndio kuna uchambuzi moja kwa moja. Masisi, habari zingine zimetokea katika ndani wilayani Katoi, ndani ya sehemu ya Bibatama kama gisi tuliwatangazia, na mara moja katika habari zetu niliwatangazia kuambia mambo kuonekana katika mji wa Bukavu. Kwa sasa wanajeshi wa M23 kwa sasa ndani ya Centreville ya Bukavu kunaendelea kuonekana hali ya wasiwasi, kwa sababu raia population wanasema kwa sasa ikienea muda wa usiku, muda wa saa 12 hakuna yote anayotembea katika mji wa eneo wahasi wa M23 wanaendelea kudhibitisha katika wilayani mji wa Bukavu na kuelekea mji wa Goma. Kavumu, habari zingine zinatokea katika mji wa Kavumu kwa sasa ndani ya uwanja wa ndege wa Kavumu. Mara moja karibu siku 5 ndege za katika uwanja wa Kavumu kunaendelea kufanyia operation ya utengenezaji wa mandege zilizoharibika katika uwanja wa Kavumu. Kwa sasa mapambano haya kupitia kama wahasi wao wanaanza kutengeneza mandege zenye ziliharibika. Lengo yao ni nini kwa sasa? Kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, endelea kusubscribe, like, comment, ili nitakuja kuwapasha habari zingine zinaendelea kuonekana katika habari ndani ya uwanja wa mapambano. Nakuja kuwapeleka katika eneo ya Bunyakiri kwa sasa, nako Bunyakiri kunaonekana hewa mbaya zaidi, kwa sababu wanaanza kuogopa kwa sasa wasi kwa sababu wanajeshi wa M23 wanaweza kuingia saa katika eneo ya Bunyakiri Kambegeti kuelekea Hombo Premier na Hombo Hombo de na kuelekea ndani ya sehemu inayoitwa katika eneo inaitwa Kauzi Biega katika Park National. Na katika habari zingine kutokea eneo ya Kalonge na kuelekea katika eneo inaitwa Mushaki Katebere na kuelekea mara moja katika eneo ya Kabare kuelekea Shabunda. Hewa mbaya zaidi kwa sasa, raia population kutokea vijiji hivyo vinaendelea kuwa na wasiwasi katika taarifa zinaendelea kupitikana katika eneo kusema kama wahasi mpango wao ni kuchukua ndani ya mji wa Shabunda mpaka
Na kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kusubscribe, like, comment ili tuje kuwachambulia habari zetu muda kwa muda kupitia Media Bukavu TV na kupitia Media Goma TV. Katika habari zetu za leo tunawatangazia na kujua tayari kama wewe ni shabiki moja kwa moja, wewe ni number 1 kupitia Media Bukavu TV na kuhitaji kwenda kusubscribe Goma TV. Kwa sasa hapo ndani ya Goma TV ndio kuna uchambuzi wa habari moja kwa moja. Mimi ni reporter wenyu Nelson kupitia habari zetu za mchana, habari za asubuhi, Sunday asubuhi ya mapema. Na katika habari zetu mara moja, endelea kusubscribe na endelea kupartage kila sehemu yoyote ili habari ziende kufikia watu kwa wingi zaidi. Nawatakia heri njema na Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Wale wameenda kanisani nawatakia kanisa njema, na wale hawajapata nafasi nawatakia Mwenyezi Mungu ataendelea kuwa pamoja na nyinyi. Bye bye, tuje kupatana kwa habari zetu za muda wa saa 8 kwa habari za muda wa saa 2 kwa habari kupitia Media Goma TV. Nawatakia heri njema. Bye bye mashabiki nyinyi wote wa Goma, mashabiki ya Bukavu TV, na wahitaji kwenda kusubscribe Goma TV, na Mungu aende kuwabariki. Muendelee kupartage kila sehemu Goma TV, partage Bukavu TV, na bye bye. Bye bye.